إخوة الإيمان، baada ya kumshukuru Alhaqu tabaraka wa taala na kupeleka swala zetu na salamu zetu kwa Mtume Muhammad, mtume mtukufu wa daraja, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye kuja kwake ni neema kwa binadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika mazuri ambayo alimtendea mwanadamu ni kumtuma Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na hii ni neema kubwa ndugu zangu, kwa sababu tarikhi ya binadamu kabla Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallama ilikuwa katika dalal, ilikuwa katika upotevu, ilikuwa katika dhulma, ilikuwa katika jahal. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alipoletwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ulimwengu, akaja akaondosha dhalal, akaondosha jahal, akaondosha upotevu na unyanyasaji. Katika tarikh ambayo binadamu waliopitia dhulma mbalimbali ambazo ziliokuwa zikifanyika, katika jumla ya dhulma ni mwanamke kutotambulikana katika jamii, mwanamke kutofahamika katika jamii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Al-Qur'anul Karim kutueleza watu vipi walivyokuwa wakifanya. Wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatara'a min al-qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi at-turab ala sa'a ma yahkumun. Hii ni tarikh ambayo iliyosajiliwa. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akaja akamkomoa mwanamke katika minyororo ya dhulma, kumwambia ya kwamba hata wewe uko na nafasi katika jamii. Al-Qur'anul Karim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna gani anavyotuonyesha huquq mbalimbali za wanawake na huquq mbalimbali za wanaume. Hii ni neema ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatambia, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, huyu mtume ambaye aliyetumwa sio katika malaika. Pengine tutakuwa na hujja kusema hako katika mifano yetu. Rasulan minhum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim. Kwa hiyo Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anatuma na Mwenyezi Mungu rasulan minhum, katika binadamu, lakini alikuja kwa kazi maalum ndugu zangu, na hii kazi ni lazima tuitambue na tuwarithisha vijana yetu na wasichana yetu
na kila wakati tuwakumbushe, usirudishwe katika wakati wa nyuma. Wakati wa nyuma ilikuwa watu wanajitembelea bila ya akhlaq, lakini Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akaja akawaambia kwamba ikiwa kweli nyinyi mnamwamini Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ni lazima mujipambe na akhlaq ambazo Mtume amezifundisha. Akhlaq Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyafanya ndio malengo makubwa kabisa katika Uislamu. Ndio aya hii ndugu zangu imegusia akhlaq. Aya hii imegusia akhlaq, moja katika malengo ambayo Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam amekuja kuyatimiza ni akhlaq. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim. Nini maana wa yuzakkihim? Wa yuzakkihim ni at-tathhir, na at-tathhir ni akhlaq. Wa yuzakkihim, malengo ya Mtume Muhammad amekuja kuwasafisha, amekuja kuwatahirisha, amekuja kuwapatia tazkia na akhlaq, mutoke katika akhlaqi mbaya muingie katika akhlaqi nzuri. Ndiye yeye Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alipokuwa yuwajizungumzia akasema, innama bu'istu liutammima makarim al-akhlaq. Innama bu'istu liutammim, mimi nimetumwa kutimiza makarim al-akhlaq, zile tabia ambazo kwamba ni njema, tabia ambazo kwamba ni mzuri, kwa sababu al-akhlaq huwa al-islam. Akhlaq ni Uislamu, na mtu kama hana akhlaq basi Uislamu wake ni lazima utakuwa na dosari. Mtume alayhi salatu wassalam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpamba na akhlaq, na akhlaq za mtume zimo katika al-Qur'anul Karim. Ndiyo Sayyida Aisha radhiyallahu anha, mke wa Mtume alayhi salatu wassalam, alipokuwa yuwamzungumzia Mtume akisema kana khulquhu al-Qur'an. Unataka kujiuliza tabia za Mtume ni gani? Mwendo wa Mtume ni gani? Hali ya Mtume ni gani? Kana khulquhu al-Qur'an. Wewe itizame Qur'ani ndio utamjua huyu ni Mtume. Angalia tabia za Qur'ani ndio utamjua huyu ni Mtume. Angalia ndugu zangu Waislamu, tuangalie moja katika akhlaq ambazo Mtume alikuwa nazo, na leo sisi na hiyo tabia iko wapi? Akhlaqi katika akhlaq za Mtume ni at-tawadhu. Mtume alikuwa mutawadhi, alikuwa ni mnyenyekevu. Hakuwa mnyenyekevu kwa ujinga, alikuwa ni mnyenyekevu kwanza kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Mtume alikuwa mnyenyekevu kwa Mola wake, anaposikia amri ya Mola harudi nyuma, lazima afuate. Anaposikia katazo la Mola harudi nyuma, lazima akatazike na awakataze watu. Mtume alayhi salatu wassalam ndiye yule ambaye aliyeteremshiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaamua inapofika kuwa ni Qur'ani inasema achana na akili yako, achana na maoni yako, achana na hisia zako, angalia Qur'ani. Wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Waifahamu vipi ndugu yangu kwamba hisia zako na maoni yako eka nyuma, eka amri ya Mungu mbele. Muumini mwanamume na muumini mwanamke hana chaguo katika amri za Mungu. Mungu amekwambia hivi,
wewe unasema lakini watatufanya hivi. La, hatufai ndugu zangu. Hizi ndio akhlaqi za Mtume. Mtume alikuwa mnyenyekevu, alikuwa mnyenyekevu kwa wakubwa, alikuwa mnyenyekevu kwa wadogo, alikuwa ni mnyenyekevu mpaka kwa wanawake, alikuwa ni mnyenyekevu kwa binadamu, hata kwa wale wasiokuwa Waislamu. Huyo ndiye yule ambaye aliyeteremshiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akaaliwa hata wale ambao si Waislamu haraja kupiga vita, basi na yeye usiwachokoze, bali unaweza ukawasaidia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimteremshia maneno haya, alimteremshia maneno haya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumteremshia Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kinyume cha unyenyekevu ni kibri, na wanadamu hafai kuwa na kibri. Kibri ni Mungu peke yake ndio anafaa kuwa nayo. Walkibriyau sifatun lirabbina, kibri ni kisifa ya Mungu. Mwanadamu wewe vipi utakuwa na kibri? Na kuna alama nyingi za mtu kuwa na kibri. Unaweza ukasema katika ulimi, mimi sina kibri, lakini hebu tukuangalia akhlaki zako, wajipamba namna gani? Mtume alayhi salatu wassalam alionyesha moja katika alama za kibri ni kukataa ukweli. Mtu anapoamua ukweli ukamuona yuwafutana na ule ukweli, anajaribu kukwepa ule ukweli, anajaribu kutoa hoja mbalimbali ya kufinika ule ukweli, ukweli utabakia kuwa ukweli na batil itabakia kuwa ni batil. Waqul jaa alhaq wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa. Muislamu ukiambiwa ukweli, hata kama ule ukweli unakuumiza, lakini useme kwa ajili ya Mungu nimekubali ukweli kama huu. Ni kina wangapi ambao leo wanaporekebishwa ni wake zao kwamba amekosea, lakini aambiwa bana, acha hili na linakosa, lakini kwa sababu ni mwanamke na mkewe hataki kukubali ule ukweli. Wangapi wanaporekebishwa katika swala? Je, uko tayari umekosea katika swala? Imamu anapokurekebisha katika swala, utafutana na yeye na ile ukweli? Basi Muislamu ni yule ambaye hafutani na ukweli, na ukifutana na ukweli ni alama ya kibri. Na alama ya pili, ndugu zangu, ya kibri ni kudharau watu. Ukimwona mtu ana tabia ya madharau, hakuna kitu ambacho Mungu anakichukia na kukikataza kama dharau, kwa sababu mwanadamu anapitia marahili, na katika zile dharau Mungu anakupitisha katika marahili mbalimbali. Ndiyo akakwambia, la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Madharau unamfanyia mwenzako, kesho wewe atakuwa ni bora kuliko wewe. Ima atakuwa bora kwa Mola wako kuliko wewe, ama kesho Mungu atageuza, inna hadhihi alqulub baina asabi'i arrahman yuqallibuha haythu shaa. Mungu anabadilisha hali. Kesho wewe ndio utakuwa ni mwenye kumtarajia yule mdharau. La yaskhar qaumun min qaumin, unamdharau kwa sababu ya ilmu. La, kila mtu anapokuwa na ilmu zaidi ndio anazidi kuwa mnyenyekevu. Kila mtu anapozidi kuwa na uchaji Mungu anazidi kuwa na unyenyekevu. Anaona mdharau kwa sababu ya mali. Haya marahili yote yamepitiwa katika tarikhi. Ibilisi alayhi laana alikuwa na madharau, kumdharau binadamu, akawa na kibri. Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamvunja kwa sababu akijiona ana ilmu, na kweli alikuwa na ilmu kubwa Ibilisi alayhi laana. Qarun alikuwa anadharau watu kwa sababu ya mali.
akiona kwamba mali ni kwa sababu ya bidii zake, kama vile leo watu wanavyojigamba na mali, watu leo wanavyojinaki kwa mali. Mtu akwambia kwamba wewe jua mimi mali ninapata vipi? Hata mchezo bwana. Almalu malullah, mali ni mali ya Mungu. Haya, mali ni mali ya Mungu. Kwa nini unamdharau mwenzako kwa mali? Kumbuka Karun alikuwa na mali kubwa kabisa, na Mungu subhanahu wa ta'ala akasema, wa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh, huyo mwenye mali kubwa tukamweka chini ya ardhi. Huyo ni Karun. Kama anajigamba kwa sababu ya madaraka ndio kibri, kama vile leo tunavyowaona wafalme na viongozi mbalimbali. Jana na juzi ulikuwa na sisi, lakini tulipokupa kura zetu, tulipokupa voti zetu, ukapanda ukawa ni MCA. Sasa ndio hupatikani hata kusalimia mtu. Umekuwa ni mtu mwenye kibri kwa sababu ya madaraka ya MCA, ama kwa sababu ya madaraka ya gavana, ama kwa sababu ya madaraka ya MP. Ujua ya kwamba madaraka kama yale, Firaun alayhi laana alikuwa na madaraka makubwa kabisa, alikuwa na ufalme, lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akamwangamiza Firaun. wa aghraqna ala Firaun wa antum tanzurun. Mwanadamu, hali yoyote utakayokuwa nayo, ikiwa ni ilmu umepanda nayo, kuwa mutawadhi. Ikiwa ni mali umekuwa nazo, kuwa mutawadhi. Ikiwa ni cheo umekuwa nacho, kuwa mutawadhi. Sasa huyu ndiye Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, alikuwa ni mutawadhi kwa hali ya juu, mpaka mtu anashangaa tawadhu ya Mtume. Kwanza ni kunyenyekea sheria za Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, akhlaq ndiyo dini, na mtu kama ala akhlaq, basi dini yake imekuwa ni pungufu. Na Mtume alayhi salatu wassalam aliwasifu watu wenye tabia, akasema kuna watu siku ya Kiyama watakuwa hapa kwa hapa na mimi, wale ambao kwamba ni aqrabakum minni majlisa, wale ambao watakuwa na mimi katika kukaa peponi pamoja na mimi pepani. Hakusema ni wale ambao wanaswali sana, hakusema ni wale ambao wanafunga sana, hakusema yale ambayo wanatoa sadaka sana. Alisema ni yale ahasinukum akhlaqa, ni yale ambao wanakuwa na tabia nzuri zaidi. Unaweza kuwa huna mali lakini una tabia, unaweza kuwa huna ilmu lakini una tabia. Na ndio shairi mmoja ya Hafidh Ibrahim nikikumbuka, alipokuwa yusema, akisema, fa idha ruzikta khaliqatan mahmudatan faqad istafaka muqassim al-arzaqi. فإذا رزقت خليقة محمودة, Mungu anapokuruzuku tabia nzuri, manake hii ni riziki ndugu yangu kama riziki nyingine, sio yote ambaye anapewa tabia nzuri. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد استفاك مقسم الأرزاق. من هو مقسم الأرزاق؟ ni nani mwenye kugawanya riziki ayuha almuslimun? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Anagawanya riziki zake, yule anampa mali, yule anampa cheo, yule anampa hiki. Falnasu hadha hadhuhu malun wa dha ilmun wa dhaka makarimul akhlaqi. Watu Mungu anawaruzuku kwa mambo mbalimbali. Kuna watu wanapata riziki za mali, kuna watu wanapata riziki za ilmu, kuna watu wanapata riziki za tabia mzuri. Kisha akatamia mara nyingi wenye usomi sana, licha mambo ya dini, hata mambo ya kidunia. Mtu amesoma, pengine amepata PhD ama amepata degree ngapi, aona kwamba watu wote hawana maana, yeye ndiye mwenye maana. Akikwambia bana, mimi unajua nina degree ngapi bana? Mimi nina degree 50. Talaambia mimi. Sasa mara nyingi wenye ilmu huwafika mahali wakawa na kibri. Shairi atamia, la tahsabanna al-ilma yanfa'u wahdahu, usione kwamba ilmu peke yake ndiyo inasaidia.
Yani ushakuwa wewe ni shekhe, ushakuwa wewe ni mwanachuoni, ushakuwa wewe ni imam, ushakuwa wewe ni muadhin, ushakuwa wewe ni hafidh al-Qur'an. Maana kuna wengine wamehifadhi Qur'ani imejaa kwenye vifua, lakini hakutizama akhlaqi zao. Sasa wewe umehifadhi Qur'ani, ndugu yangu, fabiha wa ni'ma, kitu kizuri, lakini jipambe na ile Qur'ani, jipambe na akhlaqi mzuri na ile Qur'ani. Sasa umehifadhi Qur'ani, lakini tabia zako hazifanani na Qur'ani. La tahsabanna al-ilma yanfa'u wahdahu ma lam yutawwaj rabbuhu bi khalaqi. Kama hujajipanda na tabia mzuri na ile Qur'ani yako na ile ilmu yako na ule uimamu wako na zile degree zako, basi ujue la yanfa, la tahsabanna al-ilma yanfa'u wahdahu, ilmu kama ile haiwezi kukusaidia. Ndugu zangu Waislamu, tuko katika mwezi ambao tunakithirisha kumtaja Mtume, tunakithirisha kumsalia Mtume, lakini pia tukithirishe kufundishana akhlaq za Mtume, tukithirisha kufundishana akhlaq za Mtume. Mtume alikuwa namna gani? Mtume alikuwa katika hali gani? Akiwa nyumbani kwake, akiwa pamoja na muamala na wenzake, akiwa katika biashara zake. Huo ndio Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, kwa sababu ya dhirifu ya jua na hali, inshallah tutakomea hapa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturithishe tabia mzuri za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.